Bwana, vichwa vinauma, kila mmoja anazungumza la kwake, kila mmoja ni namna ambavyo anatazama vile ambavyo muamuzi ambaye kachezesha mechi ya Tanzania dhidi ya Morocco. Moja ya tukio ambalo kila mmoja ni kama hivi ameona kabisa kwamba ni kama Morocco wamebebwa moja kwa moja kwenye mechi hiyo, ni kama hivi hawakustahili kupata ushindi kwenye dakika 90. Bali mechi hii ni kama hivi ilikuwa wazi kabisa kwa upande wa Tanzania kuweza pia kufanya vizuri licha ya matokeo haya ambayo kila mmoja hajayapenda. Lakini sasa hapa tutakwenda kutazama wachambuzi wa soka wamemzungumziaje muamuzi. Lakini je, vipi tukio la penalty? Ilikuwa ni penalty ama ilikuwa ni kawaida tu? Babu Traore kutoka pale nchini Mali, muamuzi huyu vile ambavyo ameamua. Hebu tuende tutazame wachambuzi nini hasa ambacho amekizungumzia juu ya muamuzi Babu Traore kutoka pale nchini Mali, namna ambavyo amechezesha kwenye mechi hiyo. Tutakwenda kutazama hapa, lakini kabla sijakwenda kutazama hapa, lakini pia tutakwenda kutazama pia Osman Kazi ambaye huyu pia amekuwa akisimamia ile kipenga cha mwisho na namna ambavyo amezungumzia maamuzi ya muamuzi huyo Traore kutoka pale nchini Mali. Nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia juu ya mechi hii ya Tanzania dhidi ya Morocco, mechi ambayo Morocco wamepita kwa ushindi wa goli 1-0. Lakini pia moja ya mchambuzi wa soka hapa Tanzania ambaye tunafahamu kwa upande James Tupatupa, naye pia ameweza kuzungumzia kuhusiana na hilo. Yeye kwa upande wake ameposti na kuandika kwamba timu ya Taifa Stars hongereni sana. Tumetoka lakini dunia inajua tumetokaje. Haikuwa rahisi mpaka mwamuzi aliamua kuwasaidia wapinzani Morocco waziwazi toka dakika ya kwanza ya mchezo. Hapa hakuna kurudi nyuma. Hivyo ndivyo ambavyo akazungumza hivyo. Lakini pia kwa upande wa George Ambangile naye ameweza kuandika tu, ameandika kwamba barida tu, kama ndio mpaka waibe wadanganye ndio washinde. Let's do it again boys. 2027 binafsi nimewaona na nimewatambua na ninawashukuru. Lakini pia kwa upande wa mchambuzi wa soka Jemedari Saidi naye pia aliweza kuposti na kuweza kuandika juu ya muamuzi kwa kile ambacho ameweza kukifanya kwenye mchezo huo. Kwa upande wa Jemedari ameposti na kuandika kwamba pumbavu kabisa huyu refa FCAF Online, kama mashindano yenu mnakuwa mshampanga mshindi, simumpe tu kikombe. Nonsense huyu refa. Huko akaandika maneno kidogo, huko akaandika proud of your boys, head up man, you gave you all for the nation. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika kwa upande wa Jemedari Saidi, hasa pia kutokana na matukio. Lakini pia kwa upande wa Privadinho ambaye tunafahamu pia naye kwa upande wake ni moja ya watu ambao wako pale ndani ya Yanga. Kwa upande wake ameandika kwamba muamuzi wa leo ni moja kati ya waamuzi wa ovyo nimewahi kushuhudia, umefanya udhalimu wa hali ya juu, inatia mashaka makubwa ya Lektimek na kamati husika. Mwenye kushinda ashinde, haya mambo ya kubeba mtu kisa ni taifa kubwa na mwenyeji ni ukiritimba wa kizamani. Tuliwe kudhulumiwa kule Afrika Kusini, mpira wa Afrika leo umenajisiwa hadharani. Hivyo ndivyo ambavyo Amerika. Wachambuzi wengi pia wameweza kugusia mambo mengi kuhusiana na matukio hayo, wameweza kuandika mengi hasa kulingana na namna ambavyo waamuzi wameweza kuyafanya kwenye muamuzi huyu ameweza kuyafanya kwenye mechi. Lakini pia JR Farihan yeye kaandika kwamba kwa sisi ambao mashabiki tunamkumbuka huyu refa anaitwa Babu Traore, alicheza mechi dhidi ya Al Masry mwaka jana kwenye CAF. Nadhani mnamkumbuka na mnakumbuka uandamizi wake, leo anaendelea alipoishia na Taifa Stars. Huko pia kaandika kwamba tukiachana na mambo yote, nadhani serikali ya Tanzania inala kujifunza ama kuongezea mpira duniani. Siku hizi unachukua mtu mmoja unakwenda kumtengeneza na nguvu kwa ajili ya kuwa sauti. Hivyo ndivyo ambavyo kwa upande wa wachambuzi